Kwa kuzingatia mikataba ya Umoja wa Mataifa, kimataifa na kikanda, Tanzania itaendelea kushirikiana na nchi zingine katika diplomasia ya ulinzi na usalama sambamba na kulinda kikamilifu mipaka yake ya nchi na kudumisha amani pamoja na utulivu. Mwanahabari wetu Lois Joseph kutoka pale Dodoma na taarifa zaidi. Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Mheshimiwa Stergomena Tax, ameyabainisha hayo hii leo jijini Dodoma wakati akizungumza na vyombo vya habari kuhusiana na mafanikio makubwa ya vyombo vya ulinzi na usalama vya Tanzania katika kipindi cha miaka minne, sambamba na namna ambavyo vyombo hivyo vinashirikiana na mataifa mengine katika kusimamia amani kikanda, Afrika na kimataifa. Umewezesha kulinda mipaka yetu, kuimarisha diplomasia ya ulinzi na kutekeleza matakwa ya kimkataba ya kimataifa na kikanda na kulijengea taifa letu heshima kubwa sana. Si kazi ndogo hata kwa taifa kujitoa katika mission kama hizi. Inahitaji ujasiri wa hali ya juu, inahitaji utayari wa hali ya juu na inahitaji uzalendo wa hali ya juu. Mheshimiwa Stergomena Tax amebainisha kuwa Tanzania itaendelea kushirikiana na mataifa mbalimbali katika masuala ya diplomasia ya ulinzi, huku akifafanua namna ambavyo nchi jirani zilivyoitetea Tanzania baada ya wanaharakati walioingia nchini kinyemela na kutaka kuvunja amani bila kuhofia taratibu za ndani ya nchi. Mmejionea ndugu zangu, si ndio? Kwamba wewe unakimbilia kwenye nchi ya mwingine, unataka kwenda kufanya fujo, lakini kwa sababu ile nchi imeshajenga diplomasia vizuri na nchi yako, hata nchi yako inaona kwamba wewe kwa kweli unachokifanya sio sahihi. Kwa hiyo haya mambo ya kuimarisha diplomasia ni mambo muhimu sana. Ni fanikio ambalo kwa kweli hatuna budi kujivunia, lakini hatuna budi kupongeza. Kwa sababu mtu mwingine angetarajia kwamba hawa watu waliofanya wanataka kuleta vurugu katika nchi, basi nchi zao ziwatetee. Lakini kwa sababu tunafanya kazi pamoja kama hivi nilivyosema, tunakutana, tunaongea, tunajadiliana, tunafanya mafunzo ya pamoja, tunafanya mambo ya pamoja, kwa hiyo tunakuwa kitu kimoja. Pongezi zikatolewa kwa majeshi yetu ya ulinzi na usalama. Binafsi kwanza nitumie fursa hii kuwapongeza wanajeshi wetu wanaolinda nchi yetu. Wamefanya kazi kubwa. Kama ambavyo unaweza kuona mpaka muda huu nchi yetu ina amani. Mipaka yetu kaskazini, kusini, mashariki na magharibi, mipaka iko salama. Wameendeleza kulinda mahusiano mema kati ya majirani zetu. Pale ambapo sisi tunafunga milango na tunalala ndani usiku, basi jeshi la wananchi liko macho. Pale tunapoona kuna viashiria ama tunapoona kuna mambo ambayo yanaweza yakaharibu ustawi na utulivu na amani yetu tuliyokuwa nayo, wawe wapesi kutoa taarifa. Lakini tusiige mambo ya wenzetu, aidha wawe majirani ama wawe mataifa mengine. Sisi ni taifa ambalo lina mila na desturi zetu. Waziri wa Ulinzi amebainisha kuwa mipaka ya nchi iko salama na kuwa wataendelea kulinda tunu za taifa ambazo ni amani, ulinzi na usalama, kuongeza uwezo wa kimedani wa JWTZ sambamba na kulinda miradi yote ya kimkakati ikiwemo bwawa la Mwalimu Nyerere, SGR, migodi ya Tanzanite, viwanja vya ndege, bahari, huku akiwataka Watanzania kuwa wazalendo na mstari wa mbele katika kulinda amani ya nchi yao. Shukrani sana Lois.